Today, the 25th of June 2026, we are here peacefully commemorating the lives of our brothers and the struggles that our brothers went through in 2024. Wanaharakati wa haki za binadamu, vijana na wananchi wa kaunti ya Mombasa leo waliandamana kwa amani katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mombasa kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka 2024. Maandamano hayo yaliyoambatana na kuwashwa kwa mishumaa yalilenga kutoa heshima kwa waathiriwa na kutaka uwajibikaji kwa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu yaliyoripotiwa wakati huo. Siku hii ya leo tumetoka kuadhimisha siku ya ambayo vijana wenzetu waliweza kuuawa miaka 2 iliyopita na pia mwaka juzi, ili kuwakumbuka na pamoja na familia zao tuweze kuomboleza pamoja. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, mwanaharakati Lydia Adhiambo alisema kuwa wamekusanyika ili kuwakumbuka na kuwaenzi mashujaa waliopigania haki za vijana na kuwalipia gharama kubwa katika harakati hizo. Kwa majina naitwa Lydia Adhiambo, ni mwanaharakati hapa kaunti ya Mombasa, na leo tuko hapa hivi County Assembly, mahali tunawashia kandoli yetu after our procession ambayo tulianzia kanisani asubuhi saa 3, tukatoka kanisani tukaenda Pembe za Ndovu, tumetembea mpaka saa hizi county. Tunawasha kandoli zetu hapa hivi kuashiria kwamba wale vijana wetu 62 and plus, because the number keeps growing ever since 2024, waliouliwa pale hivyo National Assembly. Tumekuja hapa hivi kwa sababu this is the County Assembly of Mombasa and there are people that we think or know that have the mandate to speak against these injustices, na ndio watu ambao wanafaa pia kupigania zaidi justice ya wale vijana wetu ambao waliuliwa. Naye mtetezi wa haki za binadamu Aisha Bakari Hamis alisema kuwa msimamo wao ni kwamba serikali ina wajibu wa kuhakikisha wahusika wa vitendo vya ukatili vilivyoshuhudiwa mwaka 2024 wanachukuliwa hatua za kisheria. It is our position that the state has a duty to hold accountable the perpetrators of the violence of 2024. It is not enough to issue money to the families of victims and survivors of the events of 2024 without addressing the actual problem that led to their injury. There is urgent need to respect the right to protest as enshrined under Article 37 of the Constitution of Kenya, including here in Mombasa. Key institutions responsible for enhancing accountability should properly resourced and strengthened, like Kenya National Police Service, IPOA, KNCHR, Victims Compensation Board, and by extension the Victim Compensation Fund, the judiciary, among others. Baada ya maandamano hayo ya amani, wanaharakati waliwasilisha waraka wa madai kwa kamishna wa kaunti ya Mombasa. Wakati wa kukabidhi waraka huo, mwanaharakati Zedekaya Hadika alisema kuwa wanatamani kuona taifa lenye wananchi wanaoheshimu utawala wa sheria, mamlaka ya nchi na ukweli wa haki za binadamu. So we want that next time when we deal, you are dealing with citizens who respect the rule of law, who respect the authority of this nation, but who will always say the truth and respect human rights. But I've received the memorandum. Nawashukuru kwa kufanya maandamano ya amani, na hata last year tulifanya hivi tu, na hata unakumbuka Waziri Murkomen alisema Mombasa ndio walifanya maandamano ambaye ilikuwa sawa na amani, na tuliwapatia police escort kutoka mbele mpaka mwisho, mkakuja vizuri, hakuna biashara imeharibiwa, hakuna mali ya mtu imeharibiwa, na tungependa tuendeshe hivyo. Hii mambo yenu tutashughulikiwa. Na nikiripotia Swahili Pot FM nikiwa eneo bunge la Mvita County ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.